leo na miaka karibu 94. Sina siku nyingi za kuiacha dunia. Sitaki niende huko na kwenda na aibu nyuma yangu. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hawa watakosimuliwa. Hilo ndilo niliomba. Rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi amefariki leo Februari 29 mwaka 2024 saa 11 jioni katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa anapatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Tangu Novemba 2023 alikuwa anapatiwa matibabu huko London, Uingereza, na baadaye kurejeshwa nchini kuendelea na matibabu katika hospitali ya Mzena hadi leo ambapo amepatwa na mauti. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza siku 7 za maombolezo ambapo kuanzia Machi tarehe 1 mwaka 2024 bendera zitapepea nusu mlingoti. Ali Hassan Mwinyi aliongoza serikali ya awamu ya pili. Aliingia madarakani rasmi tarehe 5 Novemba mwaka 1985. Ali Hassan Mwinyi alizaliwa Kivule, Mkuranga, mkoa wa Pwani tarehe 5 Mei mwaka 1925. Alikuwa mwalimu wa shule za msingi za Mangapwani na Bumbwini, Zanzibar. Mwinyi alijiunga na chama cha Afro Shiraz mwaka 1964 na kushika nyadhifa mbalimbali za serikali ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama vile katibu mkuu, waziri wa elimu Zanzibar mwaka 1963, waziri wa nchi ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1970, na kati ya mwaka 1982 hadi mwaka 1983 alikuwa waziri wa afya, waziri wa mambo ya ndani, maliasili, na aliwahi kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Misri. Mwaka 1984 alichaguliwa kuwa rais wa Zanzibar na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa rais wa 3 wa Zanzibar baada ya kujiuzulu kwa mtangulizi wake Aboud Jumbe Mwinyi Januari mwaka 1984. Uraisi wa Zanzibar ulimfanya kuwa makamu wa rais wa Tanzania, hivyo aliteuliwa kugombea uraisi wa kitaifa wakati Julius Nyerere alipoamua kutogombea tena kwenye mwaka 1985. Mwinyi alichaguliwa, akaacha cheo chake cha Zanzibar, akawa rais wa Tanzania visiwani. Alifuatiwa na Idris Abdul Wakil. Kabla hajachaguliwa kwa rais, Mwinyi alikuwa waziri wa mambo ya ndani na makamu wa rais. Pia alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1996. Kwa hakika tunamuaga kwa huzuni rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi, kiongozi shupavu aliyetoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Uongozi wake ulijenga msingi imara wa amani na maendeleo. Amani ya milele iwe kwake. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Leila Mary, Daily News Digital.